Mheshimiwa mgeni rasmi, jiwe la msingi la ujenzi wa Viwango House Dodoma limewekwa na Mheshimiwa Kassim Majaliwa Kassim, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, leo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ni katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la jengo la viwango la Shirika la Viwango Tanzania TBS hapa katika eneo la Njedengwa mkoani Dodoma, ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anaongoza sherehe hizo. Nataka tupunguze utegemezi wa maabara badala kutegemea maabara. Ujenzi wa jengo hili ambalo linagharimu fedha za Kitanzania shilingi bilioni 25.3 unaelezwa kuwa mkombozi kwa Watanzania pamoja na kuongeza ufanisi katika usimamizi wa ubora wa bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Nataka tupunguze utegemezi wa maabara badala kutegemea maabara kutoka nje ya nchi. Sasa tunajenga maabara kubwa ya kisasa Tanzania na tunataka wao waje sasa kupata huduma hapa kwetu. Lakini tunahitaji kuongeza ufanisi katika usimamizi wa ubora wa bidhaa hapa nchini. Nataka tuondoe malalamiko ya Watanzania, malalamiko ya wateja wanaonunua bidhaa mbalimbali kwa bidhaa zina ubora za kiwango cha chini. Kilio hicho sasa kinakwenda kuisha kwa maabara hii. Tupige makofi mengi kwa wizara. Naam, zipi sifa za jengo hili la viwango ukilinganisha na majengo mengine ya TBS ambayo yalishatangulia likiwemo lile la jijini Dar es Salaam? Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Viwango Tanzania TBS, Dr. Ashura Katunzi, anaeleza. Jengo hili main building kwa juu kabisa, huu ni muonekano na imewekwa material ambazo zitazuia unyevunyevu au maji yote kuweza kuingia au kuharibu jengo letu. Kwa ukubwa wake na floor area 1636 square meter. Serikali imeweka mipango na mikakati madhubuti katika uimarishaji na uboreshaji wa viwango vya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini kupitia maabara zake za kisasa, ikiwemo hii ambayo inajengwa ndani ya jengo hili la viwango. Huyu hapa Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Seleman Jafo anafafanua. Mheshimiwa Mkuu, kama ulivyopata taarifa, kazi yetu kubwa tunataka tuhakikishe upande wa viwango unaenda vizuri. Maabara yetu ya pale Dar es Salaam unaifahamu, iko pale katika Ubunge stendi ya zamani. Ile ina mambo mengi, lakini tulikuwa na changamoto kubwa ya kusafirisha samples kutoka maeneo mbalimbali. Sasa hapa tunatengeneza maabara kubwa katika Eastern Central Africa, itakuwa miongoni mwa maabara bora sana, iko hapa Dodoma. Piga makofi tafadhali. Hii ni legacy ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake wa serikali ya awamu ya 6. Lakini sio hivyo, kuna kazi kubwa inaendelea kule Mwanza na imani yetu kubwa na kazi inaenda vizuri. Kandarasi tunaenda kujenga maabara nyingine kama alivyosema mtaalamu wetu. Lakini naomba ni kwamba jukumu letu kubwa tunataka tufanye nchi hii iweze kuwa nchi inayoheshimika katika upande wa viwango. Katika kuhakikisha bidhaa zote zinazozalishwa hapa nchini zinakuwa kwenye viwango vya ubora ili kupunguza hatari za kiafya kwa wananchi, serikali imeweka mikakati madhubuti, na hapa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anatoa maagizo kabambe kwa wadau wote wa sekta binafsi na za umma katika kuhakikisha jambo hilo linatekelezwa kupitia Shirika la Viwango Tanzania TBS. Na kwa msingi huo tume nafasi hii kusisitiza mambo yafuatayo. Moja, kwa wazalishaji wa bidhaa ni wasihi muhakikishe bidhaa zenu zinakidhi viwango vya kitaifa, na viwango hivi lazima viwe vimewekwa na taasisi yetu hii TBS, na mzingatie taratibu za vipimo, uthibitishaji wa ubora na uboreshaji wa mifumo ya uzalishaji. Na kama nilivyosema awali, bidhaa zenye ubora ni heshima kwa biashara zetu, kinga kwa afya zetu, na daraja ya kuingia kwenye masoko ya kimataifa. La pili, kwa wafanyabiashara na waagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi, ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba bidhaa mnazoziingiza nchini kwanza ziwe salama na ziwe zimeidhinishwa na zina alama ya ubora kutoka TBS au taasisi inayotambulika. Serikali tunataka tuone soko la Tanzania liwe na bidhaa bora na sio shimo la bidhaa zisizokuwa na ubora. Tunataka soko letu liwe na mvuto kwa watumiaji wa nje. Tatu, kwa taasisi za umma na mamlaka za udhibiti zote, ziko taasisi mbalimbali za udhibiti,
Zote hizi lazima zishirikiane na TBS katika kuelimisha wananchi kuhusu ubora na viwango vinavyohitajika. Na mimi najua mnalo tawi bandarini ambako bidhaa zinaingia. Mnao watumishi kwenye mipaka yetu yote, Tunduma na maeneo mengine. Simamieni ubora kila bidhaa inayoingia. Tunapaswa kuonesha mfano katika matumizi ya bidhaa bora kama nchi na kufanya taifa hili wananchi wake kuwa salama, ili kutangaza ubora wetu na kazi zetu kwa mataifa mengine. Ujenzi wa jengo hili la shirika la viwango Tanzania TBS, yaani Viwango House, mpaka sasa umefikia 76% na umegharimu fedha za Kitanzania shilingi bilioni 25.3 na linatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka huu. Mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital, Dodoma. Kwa lengo hili la viwango Dodoma, wewe ndio unatulala mama.